Wamesema taasisi zinazohusika na utoaji haki zimegubikwa na uzembe na rushwa. Hii itapunguza rushwa. Lakini kubwa pia itakuwa ni compliance ya katiba inayotaka usawa mbele ya sheria. Ni mara chache sana kuona viongozi wa Afrika wakikemea rushwa hadharani, wakionyesha kukerwa hadharani na rushwa, wakionyesha kukerwa na matumizi mabaya ya madaraka, wakionyesha kukerwa na maonezi dhidi ya raia, wakionyesha kukerwa ubambikizaji wa kesi, wakionyesha kukerwa na yale ambayo si mambo ya haki. Lakini Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju ni mmoja kati ya viongozi wa Afrika ambao wamekuwa wakikemea rushwa hadharani, wamekuwa wakikemea maonezi hadharani, wamekuwa wakionyesha dhamira ya dhati kwamba wanakerwa na yaliyopo ama yanayoendelea katika maeneo mengi ya kazi ama ofisi za umma. Lakini kumbuke kwamba wakati Jaji Mkuu George Masaju akieleza haya kwamba anakera na yanayoendelea ikiwemo ucheleweshwaji wa kesi, ikiwemo masuala ya rushwa, anaeleza moja kwa moja kwamba ni vema sasa upelelezi ukawa unakamilika mapema ili kupunguza msongamano wa mahabusu na wafungwa katika mahakama, lakini pia kuacha kubambikiza watu kesi, lakini kiwa pia ni swala la rushwa. Haki haipaswi kucheleweshwa. Na msingi wa mabadiliko wa kanuni hizi umejengwa tu kwenye ibara ya 13 ya katiba, usawa mbele ya sheria. Tusiwatreat watu wengine tayari kama ni wahalifu, wakati ibara ndogo ya 6 ya hiyo ibara ya 13B inasema kila anayeshtakiwa mahakamani kwa kosa la jinai atachukuliwa kwamba hana hatia hadi itakapothibitishwa hivyo na mahakama. Right now mtu anashtakiwa, anaenda mahakamani, hajui tu kitakachotokea huko mbeleni. Mahakama ile haina ushahidi, na yenyewe kama inasubiri napiga ramli tu. Hajui, hata mahakama yenyewe haijui. Mshtakiwa naye hajui. Kwa hiyo mahakama inakuwa katika mazingira magumu sana kuweza kufanya well informed decision. Ni tofauti na ilivyo sasa Mahakama Kuu. Mahakama Kuu unakuta huyu mahakama ana ushahidi ule wote, mshtakiwa ana ushahidi ule wote. Kwa hiyo mahakama inakuwa katika mazingira mazuri ya kufanya maamuzi sahihi. Na ndio maana wakikutana pale sasa, jaji anawaita mawakili wa serikali, prosecutions, anawaita mawakili hao kutoka Tanganyika Law Society, wanakaa pale. Unaweza kukuta Tanganyika Law Society maana wale wakilishi wanaanza kuchunguza, wanasema mheshimiwa jaji, sisi baada ya kulisoma hili jalada, ushahidi wetu tunaona kwamba kama kesi kwa mfano ni ya mauaji ya kukusudia, tunaona kwamba ushahidi kumtia huyo mtu hatiani kwa kosa hili, ila unatosheleza kumtia hatiani kwa kosa la kuua bila kukusudia, na mimi mteja wangu hayuko tayari na sababu ni 1, 2, 3. Mheshimiwa jaji anamuuliza wakili wa mshtaki, tena tu unasemaje wewe? Hasa mheshimiwa jaji, na sisi baada ya kulisoma hili tunaona kwamba kweli kwa tumechambua, tumeona 1, 2, 3 hatuwezi kuthibitisha kosa hili la kuua kwa kusudi. Sasa madamu mshtakiwa yuko tayari kukiri kosa hili dogo la kuua bila kusudia, na sisi tuko tayari, tutabadilisha hati yetu ya mashtaka ili huyu sasa tumie kosa la kushtaki la kuua bila kusudia, na kesi zinaishia pale. Na kesi nyingine wanazifuta, wanaona tu kabisa ushahidi ni mfumo mzuri shirikishi. Kwa hiyo tumechelewa sana. Hata kifungu cha 10 na cha 11 ya sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai havizuii hawa hizo ushahidi wa upande wa mashtaka. Na hata kwa sisi mahakamani tumefanya maamuzi ambayo nilizungumza siku ile kwa sensitive justice. Huyo mtu
mashtaka una ushahidi wake, anapoandika yale maelezo yake, ile statement yake, yeye hana ushahidi wa upande wa mashtaka, na sio mtaalamu wa sheria, anajiwakilisha yeye mwenyewe. Wao upande wa mashtaka wana maelezo yake, ila yeye hana maelezo yake. Mahakama haina maelezo ya ushahidi wa upande wa mashtaka. Alafu anashtakiwa kwa kosa kubwa sana kama kubaka au kunyang'anya, kutumia silaha na makosa mengine aina hiyo. Huyu mtu sio mtaalamu wa sheria, yeye anajua wakati huu sasa kesi inaendelea, ni zamu yao. Wamaliza kesi yao na mimi nitaanza kujitetea baadaye. Sasa tunafanya maamuzi. Anaenda gerezani, anafungwa, anafundishwa na wanasheria walioko kule magerezani na wahalifu wengine. Lazima hii bwana mbona namna gani? Anakata rufaa. Akikata rufaa, sisi huku ikija tunasema kwa sababu hakumdondoza. He never cross-examined him. Kwa hiyo inachukua kwamba ni admission. Ninyi wanasheria wa ofisi ya mashtaka, msifanye hivi, sisi sio Mungu. Huyo mtu angewezaje cross-examine huyo mtu? Hana ushahidi wa upande wa mashtaka. Wewe sio mwanasheria. Yeye anajua tu kwamba mimi zamu yangu itafika, maana wanasema sasa ni kesi upande wa mashtaka. Wewe anaamini kwamba wao wanasema mimi baadaye nitamjibu. Hata hizo taratibu za cross examination anazijua. Nani anawafundisha gari mashtaka mle ndani? We cannot afford to have double standard with justice administration in this nation. The procedure that has been imposed in the High Court, that you so apply the procedure before the subordinate courts accordingly. Otherwise we'll be contravening the Constitution and will not be defenders of justice. I cannot afford to condone this. We're going to put these procedures in place as soon as possible. Na hii inakuja na faida nyingi. Moja, itaimarisha umakini katika upelelezi. Na upelelezi ukiwa mzuri, watafanya maamuzi. Waendelee na kesi hii mahakamani, chances zao za kuendelea na kesi hii au wasiendelee nayo. Na wakipeleleza kwa makini zaidi, utakuta kwamba wahalifu wengi ambao sasa hivi wanaachiwa kwa sababu ya udhaifu katika upelelezi, watakuwa wanapatikana na hatia. Na hiyo ndio namna ya kukombati uhalifu, kwa sababu eti nao wahalifu wengi wanakuja kuachiliwa kwenye mahakama hizi nyingine, anarudi mtaani anaendelea na makosa kama haya, kwa sababu wameshajua udhaifu katika upelelezi. Na kwa sababu sisi kama taifa kwa muda mrefu tulikondoni hii kitu, na mahakimu watakao buruzwa sijui waendesha mashtaka hivi nitaiwana nao. Sasa lazima, kwa sababu wewe tayari sasa utakuwa na wewe na huo ushahidi. You are so much well informed. We expect you to deliver well-informed decision. Whether you acquit him or whether you convict him, but there should be reasons for that, whatever decision you take. Lakini faida nyingine, tutapunguza sana ubambikizaji wa watu wa kesi na watu wanajaa magerezani. Maana tujui. Na also mwanasheria mkuu wa serikali, ni waombe, kuna kitu kinaitwa malicious prosecutions. Hizi ni kesi za madai. Ndio hizo za tofauti na defamation au whatever it is. Wengine wanashtakiwa, mnaenda mnawatetea. Hatu ni jini wanawatetea. Hao watu wacheni wapambane na haki zao wenyewe. Haiwezekani ukasema eti mimi nilikuwa natekeleza majukumu yangu kwa kubambikiza watu kesi. Na wengine ni washauri, mtawashtaki kwa abuse of powers, abuse of office. Hiyo ni kazi ya DPP. Washtakini. We want to instill discipline kwenye mtumishi wetu, kama nilivyosomea kwenye katiba, nidhamu ya kazi ya majukumu yetu ya kisheria. Hii pia itachangia kuharakisha upelelezi kwa makini, kutoshelesha upelelezi kwa makini. Na upelelezi ule ukifanyika kwa makini na haraka, hata maamuzi nayo huku yatapatikana, kwa sababu kesi kama inaenda mahakamani itasikilizwa mapema, inaisha.
Kwa hiyo itaharakisha pia, itasaidia kuharakisha usikilizwaji wa kesi hizi mapema kamilike, na italeta umakini pia kwenye decision making wanaofanya maamuzi haya huko mahakamani. Watakuwa makini, wanaifahamu ushahidi ule amekuwa nao tangu mwanzo, wanaweza kauliza maswali ya clarification na kadhalika. Hii itadhibiti pia vitendo vya rushwa. Nimewasomea huko vile, na hatuwezi kujifanya kwamba rushwa hazipo kwenye taasisi zetu. Ziko mahakamani, ziko polisi, ziko kwenye taasisi nyingine zote, ziko. So tusiwe hapa. Kwa mimi niliandika hii dira. Wamesema taasisi zinazohusika na utoaji haki zimegubikwa na uzembe na rushwa. Hii itapunguza rushwa. Lakini kubwa pia itakuwa ni compliance ya katiba inayotaka usawa mbele ya sheria, na itaimarisha quality justice. Lakini hatua hii pia watakuwa makini kuamua ni ipi kesi ende mahakamani, wamshikilie mtu kwa nini. Itasaidia kupunguza msongamano wa